Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu, vita vya Iran, Israeli pamoja na Marekani, vita ambavyo bado vinaendelea kushika hatamu kwelikweli. Na nikwambie vita hivi vimeleta athari kubwa sana kwa pande zote mbili, si kwa upande wa Iran pekee kama namna ambavyo vyombo vya habari vya magharibi vinavyoeleza kila uchao, lakini pia nikwambie hata pia kwa upande wa Marekani na upande wa Israeli, madhara yapo kwa pande zote. Na hapa nipo kwa ajili ya kukusogezea taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kujiri huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Iran yaapa kutojizuia tena mbele ya uchokozi dhidi ya visiwa vyake, kulingana na Mohammad Bagher Ghalibaf, spika wa bunge. Katika taarifa ya mitandao ya kijamii kwenye X, Ghalibaf alitangaza, ikiwa uchokozi wowote utatokea dhidi ya eneo la Iran, tutaacha kujizuia na kujaza guba ya Uajemi na damu ya wavamizi. Alionya zaidi kwamba damu ya wanajeshi wa Marekani itakuwa juu ya dhamiri ya rais wa Marekani Donald Trump. Hapo awali Axios iliripoti kinukuu vyanzo kwamba utawala wa Marekani unafikiria juhudi za kuanzisha udhibiti wa kisiwa cha Harg cha kimkakati cha Iran katika guba ya Uajemi. Kituo hicho kilisisitiza umuhimu wa kisiwa hicho, kikibainisha kuwa kina kituo kinachohusika na takriban 90% ya mauzo ya nje ya mafuta ya Iran. Vilevile kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei inaelezwa kwamba amejeruhiwa na ana maumivu makali. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Esmail Baghaei anasema kwenye mahojiano na gazeti la Corriere della Sera. Vilevile kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei inaelezwa kwamba amejeruhiwa, lakini kwa sasa anaendelea vizuri. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Esmail Baghaei anasema kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei anahisi vizuri baada ya kujeruhiwa. Msemaji wa wizara hiyo alibainisha kuwa watu 3 wa 4 walikuwa wamegombea wadhifa huo, lakini wengi katika baraza la wataalam walimchagua Khamenei. Vilevile Teherani imeziomba nchi jirani zisiruhusu Marekani kutumia vibaya ardhi yao. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran Esmail Baghaei anasema kwenye mahojiano na gazeti la Corriere della Sera. Baghaei alisisitiza kwamba Marekani imemuua kiongozi mkuu wa Iran na makamanda muhimu zaidi. Alihoji kama nchi yenye ustaarabu tajiri kama Iran, taifa huru, inaweza kutarajiwa kubaki bila kujali mbele ya uchokozi mkubwa kama huo. Alithibitisha kwamba Iran ilikuwa imewaomba majirani zake wasiruhusu Marekani kutumia vibaya ardhi zao. Lakini pia Teherani iko tayari kujadiliana, lakini tu chini ya masharti fulani, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo na fidia ya uharibifu. Balozi wa Iran nchini Urusi Kazem Jalal anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya Al-Quds, bila shaka hatujawahi kujiondoa kwenye mazungumzo, mwanadiplomasia huyo alisema. Wakati huo alikumbuka kwamba Wamarekani walibadilisha mazungumzo mara 2, wakifanya mashambulizi wakati wa mazungumzo hayo mara zote 2. Anasema wakati huu hatutarudia kosa lile lile. Ikiwa wanataka mazungumzo, watalazimika kukubaliana na masharti yetu. Mkuu wa ujumbe wa kidiplomasia alisisitiza. Alisema kwamba kwanza, vita lazima viishe na kamwe visitokee mara ya 3. Vikwazo vyote dhidi ya Iran vinahitaji kuondolewa na Iran lazima ilipwe fidia kwa uharibifu wote ambao imeupata, Jalali alisema akiorodhesha masharti. Balozi wa Iran nchini Kazakhstan Al-Akbar Jokar ameonya kuhusu uwezekano wa kutokuwa na utulivu nchini Iran kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya kijeshi ya Marekani na Israeli, akisisitiza hatari ya watu wenye msimamo mkali na magaidi kuingia katika nchi za Asia ya Kati kutoka Mashariki ya Kati. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, Jokar alisema kuna hatari kubwa kwa eneo la Asia ya Kati. Ikiwa machafuko yataenea sana nchini Iran, yanaweza kusababisha kuyumba na kuongezeka kwa watu wenye msimamo mkali na magaidi kutoka Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kutokana na nguvu ya serikali ya Iran na utulivu ndani ya Iran yenyewe, kwa sasa hakuna tishio lolote kwa Kazakhstan au eneo pana la Asia ya Kati. Alisisitiza zaidi mazingira magumu ya kijiografia, akibainisha mtazamo wa sasa ni mbaya kwa sababu utawala wa sheria hauzingatiwi katika mahusiano ya kimataifa. Ikiwa ujanja wowote wa kijiografia utatokea Asia ya Kati au Kazakhstan, hautazingatia tena Iran, lakini badala yake ungeakisi ushindani kati ya mataifa makubwa, akisisitiza mabadiliko ya mienendo ya ushawishi wa kikanda. Vilevile, jeshi la ulinzi la Israeli limezindua wimbi jipya la mashambulizi makubwa dhidi ya malengo nchini Iran. Chombo cha habari cha jeshi kinasema IDF imeanza wimbi kubwa la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya utawala wa kigaidi wa Iran kote Iran, taarifa hiyo ilisema. Vilevile mvutano katika mlango wa Hormuz uliosababishwa na operation kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran hauwezekani kuinufaisha Washington au Teheran. Liu Zongmin, profesa katika taasisi ya mafunzo ya Mashariki ya Kati ya chuo kikuu cha mafunzo ya kimataifa cha Shanghai, anasema kupitia gazeti la Global Times.
Mvutano unaoendelea katika mlango wa Hormuz ni upanga wenye makali kuwili kwa pande zote mbili. Kwa Marekani unatishia usalama wa nishati na uchumi, kwa Iran unaharibu uhusiano wake na nchi za Ghuba. Vile mfumo wa ulinzi wa anga wa Iron Dome wa Israeli umezuia nusu tu ya makombora 100 yaliyorushwa na Hezbollah katika jimbo la Kiyahudi Jumatano, The New York Post imeripoti kinukuu chanzo cha jeshi la ulinzi la Israeli. Kulingana naye, IDF inaandaa operesheni ya ardhini nchini Lebanon kujibu. Haijulikani ni uharibifu gani umesababishwa nchini Israeli au ukubwa wa uwezekano wa uvamizi wa ardhini wa Israeli, gazeti hilo liliandika. Vilevile utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unaonekana kupuuza matokeo ya operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Iran kwa masoko ya mafuta, kulingana na Politico. Huku kiongozi huyo wa Marekani akiahidi timu yake ya utawala wa nishati ingehakikisha amani duniani. Mapema katika muhula wake wa pili madarakani, miezi 15 baadaye, waziri wa nishati Chris Wright na waziri wa mambo ya ndani Dong Bagum wanaonekana wamechanganyikiwa na ongezeko la bei za mafuta duniani kufuatia shambulio la Marekani dhidi ya Iran, huku wakijitahidi kuzuia mfumuko wa bei unaosababishwa na nishati. Politico iliandika kulingana na gazeti hilo, maafisa hao wawili wakuu wa Marekani wako hatarini kukabiliana na mgogoro mkubwa zaidi wa nishati wa muhula wa pili wa Trump. Wataalamu wa nishati wanasema utawala huo ulipuuza athari za mafuta kutokana na kuanzisha vita ambavyo licha uzalishaji ghafi wa Marekani kuwa karibu kwenye rekodi kubwa, imeongezeka bei kwa upande wa petroli kwa pampu kwa senti 60 kwa galoni katika kipindi cha chini ya wiki mbili, Politico iliripoti. Vilevile Irani imedukua na kulemaza mfumo wa reli wa Israeli. Shirika la habari la Fars linasema reli za Israeli zimedukuliwa. Shirika hilo liliweza kusema kutokana na shambulio la mtandaoni, mfumo wa reli wa adui umedukuliwa. Vituo vyote vya reli vya Israeli si salama hadi itakapotangazwa tena. Kumbuka hili halijaripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari vya Magharibi. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba angependa kuona watu walio madarakani nchini Iran ambao wana uwezo wa kutawala nchi. Anasema kwa hakika tungependa kuona mtu huko katika uongozi wa Iran anayejua anachofanya. Kwa maneno mengine, wanaweza kujenga nchi, aliwaambia waandishi wa habari. Katika mahojiano na ABC News mnamo Machi 8, kiongozi huyo wa Marekani alisema kwamba kiongozi mkuu anayefuata wa Iran atalazimika kupata idhini ya Marekani ikiwa anataka kudumu kwa muda mrefu, kitu ambacho Iran walikikataa na kuendelea na taratibu zao kama nchi huru. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kwamba Marekani inaweza kuharibu mfumo wake wa umeme ndani ya saa moja ikiwa hali itazidi kuwa mbaya. Tunaweza kugonga sehemu za Teheran na maeneo mengine. Ukifanya hivyo itakuwa vigumu kwao kujenga upya nchi yao, na hatutaki hilo, aliwaambia waandishi wa habari. Kulingana na kiongozi huyo wa Marekani, Marekani inaweza kushambulia gridi ya umeme ya Iran. Tunaweza kutenganisha uwezo wao wa umeme ndani ya saa moja na ingewachukua miaka 25 kuijenga upya, alisema. Vile kwa Donald Trump, rais wa Marekani amesema kwamba hana mpango wa kukomesha mara moja operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Amedai kwamba Iran imepoteza uwezo wake mwingi wa kijeshi. Unaona kinachoendelea, karibu wako mwisho wa mstari. Hiyo imaanishi kwamba tutaikomesha mara moja, alisema. Tunapaswa kushinda hili, lishinde haraka, lakini lishinde. Vilevile taarifa nyingine ni kwamba Iran imeweza kufanya mashambulizi mengine kama sehemu ya operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya Israeli na Marekani, kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimeripoti. Wakati wa hatua ya 40 ya operesheni hiyo, makombora ya meli ya daraja la Kadri, makombora ballistic ya Emad na Hebar Shikan pamoja na silaha za hypersonic, kombora la Fatai lilitumika. Televisheni ya taifa ya Iran ilinukuu taarifa hiyo. Kulingana na taarifa hiyo, shambulio hilo lililenga eneo la Israeli na kambi za Marekani kwenye eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Jordan na Saudi Arabia. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile Iran pamoja na majibu yake ya kijeshi kwa vitendo vya Marekani na Israeli inafuatilia kikamilifu suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo unaoendelea. Balozi wa Tehran nchini Turkmenistan Ali Mojtaba anasema kwenye makala iliyoweza kupandishwa na chombo cha habari cha Urusi. Vilevile kupotea kwa mtiririko wa mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz kunasababisha mshtuko wa ofa kwa soko la Asia, shirika la nishati la kimataifa linasema. Kumbuka kwa sasa tayari mafuta yamepanda bei na imeanza kuwa kilio kwa ndugu zetu wa bara la Ulaya, lakini pia nchi zinazoendelea kwa ukanda wa Afrika. Vilevile katika siku 4 za kwanza za operesheni dhidi ya Iran, Marekani imefanya mashambulizi 2000 sawa na yale yaliyotokea katika miezi 6 ya kwanza ya kampeni dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State lililopigwa marufuku nchini Urusi, nchini Iraq na Syria.
Financial Times imeripoti. Israel inaratibu kwa karibu vitendo vyake na Marekani katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Balozi wa Israeli nchini Urusi, Oded Joseph, anasema kupitia kipindi cha Vesti TV. Kumbuka rais wao aliweza kukanusha kwamba wao ndio ambao waliishinikiza Marekani ianze kuishambulia Iran. Vilevile operesheni ya ardhini ya Marekani nchini Iran itashindwa. Balozi wa Iran nchini Urusi, Kazem Jalali, anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari kabla ya siku ya Al-Quds, Wamarekani hawataweza kumiliki eneo la Iran, ikiwa ni pamoja na kisiwa cha Harg. Jalali alibainisha. Rais wa Marekani Donald Trump anazungumzia hilo na anatoa vitisho vya kupunguza bei ya mafuta, aliongeza. Vilevile, Israeli haikuwa na mpango wazi wa mabadiliko ya utawala iliposhambulia Iran, ikiwa na matarajio kwamba mashambulizi ya anga yangeweza kusababisha uasi wa watu wengi kutokana na mawazo ya kutamani badala ya akili kali. The Guardian ilinukuu vyanzo vya usalama vikisema. Kulingana na hilo, Israeli ilitumai kwamba kulipuliwa kwa bomu dhidi ya Iran yenyewe kungesababisha maandamano katika jamhuri ambayo yangeiangamiza serikali ya Iran mara moja. Hadithi hiyo inasema kwamba baada ya kushindwa kufikia lengo hili, Israeli sasa inakusudia kuzingatia angalau kuchukua urani iliyorutubishwa ya Iran nje ya nchi. Je, watafaulu? Vilevile Iran imeapa kutojizuia tena mbele ya uchokozi dhidi ya visiwa vyake, kulingana na Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. The Rich Voice ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.